kiburi dhidi ya unyenyekevu, na yeyote ajikwezaye atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Ni kitu gani cha thamani kunihusu? Hilo ni swali gumu kujibu. Ikiwa minasema mengi nafasi ya kujivunia. Ninakubali kwamba kila kitu nilichuna nimepata mwenyewe. Itakuwaje nikisema mengi? Kwa sababu Elohim ananiona kuwa mwanawe. Nisiposema chochote. Nafasi ya unyenyekevu. Ninakubali kwamba kila kitu nilicho nacho kinatoka kwa Elohim. Itakuwaje ikiwa sitasema chochote kwa sababu sina kujithamini? Mifano ya kiburi. Lucifer, wanafunzi wa Yeshua. Mifano ya unyenyekevu. Mtoza ushuru. Musa. Yeshua mfano kamili. Mifano ya kiburi. Lucifer, kwa kuwa vyote vilivyomo ulimwenguni, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba bali na pia ulimwengu. Ikiwa tunazungumza juu ya kiburi, lazima tuzungumze juu ya yule ambaye isha hii ilibuka kwanza. Lucifer aliamua kutoridhika na nafasi yake, lakini alitaka kupanda hadi nafasi ya juu. Baada ya muda alitamani kuinuliwa sana hivi kwamba alitamani kuchukua kiti cha enzi cha Elohim. Tumerithi hamu ya kufanya chochote kinachotupendeza, kumiliki chochote tunachotaka na kupata nafasi zinazoturuhusu kupata umaarufu au utajiri. Ndivyo ulimwengu unavyotupacha. Lakini sio matarajio yote ni kiburi. Kuridhika kunakotokana na mafanikio ya mtoto au tamaa ya kibinafsi sio lazima kiburi kisichofaa. Jambo muhimu kukumbuka ni kwamba mali, ujuzi na mafanikio yetu hayamo ule thamani yetu. Kiburi kinajumuisha kutompa Elohim utukufu kwa kile anachofanya katika maisha yetu. Wanafunzi wa Yeshua, basi palikuwa na mabishano kati yao. Ni nani kati yao atakayehesabiwa kuwa mkuu? Walikuwa wamekaa zaidi ya miaka 3 na Yeshua alikuwa ameosha miguu yao tuna kwa kuwaambia juu ya damu yake iliyomwagika kwa wote. Lakini walipokuwa wakila chakula cha jioni, mazungumzo yao hayakuwa na uhusiano wowote na haya yote. Ni nani kati yao aliye mkuu? Kiburi chao kiliwafanya waamini kwamba walistahili nafasi ya juu. Walishindwa kuelewa uzito wa hisia zao. Walikuwa wakimsukuma Elohim mbali na mioyo yao kwa sababu ya kiburi chao. Yeshua alifikia hatua moja kwa moja. Mimi ni katikati yenu kama yeye anayetumikia. Kwa maneno mengine, ikiwa unataka kuwa mkuu kama Bwana wako, watumikie wengine. Kiburi chetu kinatuambia kwamba tunastahili kutumikiwa na wengine. Sisi ni bora kuliko wao. Tunahitaji neema ya Elohim kuwa watumishi wanyenyekevu. Mifano ya unyenyekevu. Mtoza ushuru. Na yule mtoza ushuru akiwa amesimama mbali hakutaka hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, Elohim, unirehemu mimi mwenye dhambi. Mfarisayo alikuwa akimwambia Elohim kuhusu matendo mema aliyofanya na sifa alizokuwa nazo kabla ya mbinguni. Lakini Yeshua alisema kwamba alijiombea mwenyewe kwa Elohim ni mfano bora wa kiburi. Mtoza ushuru alikuwa akimuomba Elohim amsaidie kwani alikuwa mwenye dhambi. Kwa
kujionyesha kwa unyenyekevu mbele za Elohim. Alishuka nyumbani kwake akiwa mwenye haki, kwa sababu kwa maana kila ajikwesaye atanyenyekezwa, na yeye ajinyenyekezaye atakwezwa. Unyenyekevu wa kweli huanza wakati tunakiri dhambi yetu na kuomba msaada wa Mesaya, kisha hatutawachukulia wengine kuwa duni. Hatutatafuta kutambuliwa kwa umma. Tutawaruhusu wengine watutambue. Tutapokea neema ya Elohim. Tutatoa neema hiyo kwa wengine. Musa. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akichagua kuteswa pamoja na watu wa Elohim kuliko kufurahia raha za dhambi zilizopita. Musa alifundishwa kuwa Farao ajaye wa Misri alikuwa mkakati mzuri na alikuwa na uwezo ni mkubwa wa kiakili. Akiwa na umri ya miaka 40 aliamua kuweka haya yote kando na kujiunga na watu wake. Alikuwa mkombozi mikono wake wenye nguvu ungewaweka huru ndugu zake kosa kubwa. Mfano Elohim hakuweza kutumia wakati alikuwa na kiburi kama hicho. Miaka mingine 40 katika ushirika na Elohim jangwani alimfanya awe mtu mnyenyekevu sana. Sasa angeweza kutimiwa na Elohim, kutuma mapigo, vuka bahari, pokea amri 10, zungumza moja kwa moja na Elohim, piga mwamba. Aliweza hata kukubali kwa unyenyekevu adhabu kwa kitendo chake cha kiburi, akichukua sifa kwa kile alichofanya. Mfano wa Musa unatuonyesha kwamba unyenyekevu haujitokezi ndani yetu, lakini lazima tumwombe Elohim atuweke pamoja na kila siku. Yeshua mfano kamili na alipopatikana kuonekana kama mwanadamu alijinyenyekeza na kutii mpaka kifo, hata kifo cha msalaba. Hakuna mtu katika ulimwengu huu ambaye amewahi kuwa naye wala hatawahi kuwa na ukuu ambao Yeshua alikuwa nao kabla ya kupata mwili, walakini alikataa kila kitu kwa upendo kwetu, kukabiliwa na fedheha kama hiyo. Kila kitu tulicho nacho, kila kitu tulicho au kila kitu tunachoweza kuwa kidogo kwa kulinganishwa. Yeshua alikataa mbingu kufa kwa ajili ya ubinadamu kwa matumaini kwamba tungelewa tendo lake na neema na kutia mwaliko wake wa uhusiano naye. Yeye ni bila shaka mfano kamili wa unyenyekevu. Akili hii iliyokuwa ndani ya Mesaya Yeshua na iwe ndani yenu. Kufuata mfano wake, usifanyike chochote kwa tamaa ya ubinafsi au majivuno, lakini kwa unyenyekevu wa akili kila mtu na waone wengine kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Kila mmoja wenu na ashangalie tu maslahi yake mwenyewe, bali pia maslahi ya wengine. Bwana, nitakusifu Bwana kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia sifa. Nitasujudu kuelekea hekalu lako takatifu, nami nitalisifu jina lako kwa ajili ya fadhili zako zisizokoma na uaminifu wako, kwa maana umeinua sana amri yako ni nzito, kwamba inazidi umaarufu wako. Nilipoita ulinijibu, ulinipa moyo sana. Wafalme wote wa dunia na wakusifu Bwana watakaposikia uliyoyaamrisha, na waimbe njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Ingawa Bwana ametukuka kwa waangalia wanyenyekevu kwa fadhili, ingawa yuko juu waona kwa mbali, ingawa ninatembea
katikati ya taabu, unahifadhi maisha yangu. Unaonyosha mkono wako dhidi ya hasira ya adui zangu. Kwa mkono wako wa kuume unaniokoa Bwana. Hakikisha upendo wako Bwana unadumu milele. Usiache kazi za mikono yako. Katika kujipenda, kujikweza na kiburi kuna udhaifu mkubwa, lakini katika unyenyekevu kuna nguvu kubwa. Heshima yetu ya kweli haidumishwi tunapofikiria zaidi ya sisi wenyewe, lakini wakati Elohim yuko katika mawazo yetu yote na mioyo yetu yote imejaa upendo kwa mkombozi wetu na upendo kwa wanadamu wenzetu. Urahisi wa tabia na unyenyekevu wa moyo utatoa furaha, wakati kujifikiria kutaleta kutoridhika, kuruja na kukatishwa tamaa kila wakati. Ni kujifunza kukifikiria kidogo juu yetu wenyewe na zaidi kuwafanya wengine wafurahi, ambayo itatuletea nguvu takatifu.